Usiku wa Christmas, Juma alipata pesa nyingi za kichawi, lakini kulikuwa na tatizo moja. Mama yake alikuwa amefariki akiwa bado mdogo. Alikuwa maskini wa kutupa, akilala njaa. Tajiri mmoja alimdhalilisha, akamfanya ajione kuwa hana thamani. Lakini Juma hakukata tamaa. Alifanya kazi kwa bidii hadi ilipofika siku yake aliyopata pesa nyingi sana. Sasa, swali ni moja tu. Pesa hizi alizopata usiku wa Krismasi ni baraka kutoka mbinguni au ni laana kutoka kuzimu? Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua, bonyeza subscribe kujiunga na familia yetu ya simulizi kali kila wiki. Like video hii kuipa sapoti, na niambie kwenye comment, unatazama ukiwa mkoa gani? Tuanze sasa. Usiku ule ulikuwa baridi kuliko ilivyozoeleka katika kijiji cha Makuyu. Baridi inayopenya hadi kwenye mifupa na kuibua hisia za upweke usioweza kufichwa. Upepo ulivuma taratibu, ukicheza na vumbi kavu la barabara ya udongo lililokuwa halijaonja mvua kwa takriban mwezi mzima. Kijana mmoja mwembamba, mwenye sura ya huzuni isiyofichika, alikuwa akitembea polepole akielekea nyumbani kwao. Nyumba ambayo haikuwahi kumkaribisha kwa mikono miwili tangu siku ile mama yake alipoaga dunia. Jina lake ni Juma, ambaye maisha yamemfunza ukomavu kuliko umri wake. Alizaliwa katika familia maskini, lakini upendo wa mama yake, Zawadi, ulimfanya ahisi kama dunia ingekuwa sawa siku moja. Mama yake alikuwa kila kitu kwake: rafiki, mwalimu, faraja na ngao dhidi ya giza la maisha. Lakini mwaka uliopita mambo yalibadilika. Magonjwa, madeni na usaliti kutoka kwa watu waliodai kuwa ndugu yake vilimwacha akiwa amekaa kwenye kaburi la mama yake, akiwa peke yake, akitetemeka kwa baridi na huzuni. Wakati mama yake alipokuwa akiumwa, Juma alifanya kila awezalo kumsaidia: kuuza kuni, kubeba mizigo sokoni, hata kufanya kazi ngumu chini ya jua kali. Lakini kulikuwa mtu mmoja aliyesimama kama kizuizi kikubwa katika safari yake: mjomba wake Omari. Mtu aliyepaswa kuwa msaada wa familia, lakini badala yake akageuka kuwa chanzo cha mateso, ulafi na ubinafsi mkubwa. Omari alimnyang'anya Juma kila kitu. Alimdhulumu hadharani, akamwambia hakustahili kitu chochote kutoka kwa familia hiyo, na hata alimwambia kuwa mama yake alikuwa mzigo ambao ulimzuia katika maisha. Na baada ya mama kufariki, Omari alijitwalia kiwanja, nyumba na hata vyombo vya ndani, akisema kuwa alikuwa ndiye mdhamini halali wa mali zote. Juma alifukuzwa kama mbwa, bila hata nguo za kutosha wala pa kuweka kichwa. Lakini leo Juma alikuwa anarudi katika ardhi yake. Haikuwa kwa sababu ya ushindi, bali kwa sababu hakukuwa na mahali pengine pa kwenda. Alisimama mbele ya kibanda kipya alichojitengenezea kwa mabati yaliyotumika. Baridi ilimkumbatia kama kumbusho la maumivu aliyopitia. Aliangalia anga lililojaa nyota na akajisikia kukosa tumaini. Lakini kisha akakumbuka maneno ya mama yake siku ya mwisho: Juma, dunia inaweza kukupiga, lakini usiruhusu ikufuate roho yako ndani. Siku moja utakutana na njia yako, mwanangu. Maneno hayo yalimpa nguvu kidogo tu kuendelea. Lakini maisha ya Juma hayakuwa na matumaini yoyote. Hakukuwa na kazi, hakukuwa na marafiki. Kila mtu katika kijiji alijua aibu aliyopewa na Omari. Na wakati Christmas ilikuwa ikikaribia, kila mtu alionekana kuwa na matumaini mapya, sherehe na zawadi, ila yeye mmoja tu ambaye hakujua hata atakula nini siku ile. Usiku huu ulikuwa wa tofauti. Alipofika ndani ya kibanda chake, akaketi chini kwenye godoro lake bovu, akafumba macho na kuanza kulia kimya kimya. Hakuwa mtu anayelia mbele ya watu,
lakini akiwa peke yake, machozi yalikuwa sehemu ya maisha yake. Ndipo hapo alipogundua kitu cha kwamba hakikuwa hapo zile siku za nyuma. Kulikuwepo mfuko wa kitambaa cha rangi ya zambarau umekaa katikati ya sakafu, kana kwamba uliowekwa kwa makusudi. Ulionekana mpya, wa thamani, na kamwe haukuweza kupatikana katika sehemu kama ile. Kwa muda, Juma alitetemeka. Aligeuza kichwa kila upande, kama vile mtu aliyekutana na jiti la ajabu gizani. Hakukuwa mtu yoyote. Alisogea taratibu, akanyoosha mkono na akaushika mfuko ule. Kitambaa kilikuwa laini ajabu, kama kitu kilichofumwa na mikono ya ustadi isiyo kawaida. Alipoufungua, moyo wake ulidunda haraka sana. Ndani kulikuwa na pesa. Si pesa za kawaida, bali noti nyingi mpya, kama zilizotoka benki dakika ile ile. Juma alifanya kila mtu angelifanya. Aliruka nyuma, akatupa mfuko chini, akishushia pumzi ndefu, kama anayekaribiwa na hatari isiyoeleweka. Aliangalia tena nje. Je, mtu alimletea? Je, Omari alikuwa anamtania? Je, hii ilikuwa mtego? Lakini mfuko ule haukuwa na chochote kingine isipokuwa pesa. Ndipo akakumbuka kitu kingine. Leo ilikuwa tarehe 23 Disemba, siku 2 kabla ya Christmas. Hakuamini macho yake. Alipiga magoti, akashika kichwa na kuanza kuuliza maswali ambayo hayakuwa na majibu. Nani angeleta pesa hizi? Kwa nini kwangu? Kwa nini sasa? Lakini kabla hata hajajibu, upepo ulivuma kwa nguvu ghafla nje ya kibanda, na taa yake ya kibatari ikatetemeka kama vile kitu cha ajabu kilikuwa kinapita. Hakukuwepo chochote, lakini aliposogea tena kwenye mfuko, aliona kitu ambacho hakukitambua mara ya kwanza. Karatasi ndogo iliyoandikwa kwa mkono wa mtu aliyekuwa na umakini wa hali ya juu. Karatasi hiyo ilisomeka: hii ni zawadi ya mwisho ya mama yako. Moyo wake ulipigwa na mshale wa hisia nzito. Aliisoma tena na tena: zawadi ya mwisho ya mama yako. Alianguka chini, akibubuchikwa na machozi ambayo hakuyategemea. Sauti ya mapigo ya moyo wake ilizidi nguvu kuliko upepo. Mama yake? Lakini jinsi gani? Mama yake alifariki siku 37 zilizopita. Alijaribu kuunganisha mambo, lakini akili ilishindwa. Hakuna namna mama yake angeacha pesa. Hakukuwa nazo. Madeni yalikuwa mengi kuliko pumzi. Lakini karatasi ilikuwa halisi. Mfuko ulikuwa halisi. Pesa zilikuwa halisi. Ndipo aliona maneno madogo sana chini ya karatasi. Mambo ambayo awali machozi yake yalikuwa yamemficha. Usitumie kwa ulafi. Usitumie kudhulumu. Na kumbuka, kila shukrani unayotoa, zawadi hii itaongezeka. Maneno hayo yalikuwa kama mfumbo, lakini Juma, akiwa amebeba maumivu ya maisha yake yote, aliamua kufuata kile alichofikiria ni ujumbe wa mwisho wa mama yake. Siku iliyofuata, aliamuka na lengo moja tu: kununua chakula. Mwisho wa mwaka ulikuwa karibu na hakuwa amekula vizuri kwa siku 3. Alifungua mfuko ule wa kitambaa, akatoa kiasi kidogo tu cha pesa, kiasi cha kununua unga, maharagwe na mafuta. Hakutaka kutumia mengi. Hakuwa na hakika kama mfuko ule ilikuwa wa kweli au ilikuwa uamuzi mbaya uliosubiri kumwangamiza. Aliposimama, kabla hata hajafunga mfuko, aliweshiwa na nguvu. Mfuko ulikuwa mzito kuliko jana. Alipoufungua, macho yake yalipanuka. Katika sehemu ambayo jana alichukua pesa, sasa kulikuwa na kiasi kipya kilichoongezeka mara 2. Hapana, hii si kweli, alihemea. Lakini ilikuwa kweli. Kila alipochukua pesa, ziliongezeka. Alikumbuka maneno: kila shukrani unayotoa. Akaketi chini, akashika mfuko kwa mikono miwili na kusema kimya kimya: asante mama, asante kwa kunifikiria. Na hapo
Mfuko ulitikisika kidogo, ukaongezeka zaidi. Sasa hofu ilichanganya na shukrani. Je, hii ilikuwa baraka au kitu kingine kisichojulikana? Siku iliyofuata alienda sokoni, akamnunulia jirani yake yai na sukari, mama mzee aliyekuwa amekuwa akimwonea huruma siku nyingi. Aliporudi, mfuko ulinonekea tena. Ndipo akagundua kitu cha ajabu. Mfuko huu haukuwa wa matumizi binafsi tu, ulikuwa unataka kugusa watu wengine pia. Lakini kabla, hakuna jambo ajabu ambalo linaweza kukaa bila kivuli cha giza. Ndani ya kijiji, habari zilienea. Juma sasa alikuwa akinunua vitu. Alikuwa amebadilika. Watu walishangaa. Na hakukuwa mtu aliyekasirika kupita mtu mmoja. Omari, mjomba wake. Mtu aliyemfukuza. Mtu aliyemkosesha kila kitu. Mtu ambaye sasa hakuelewa Juma anapata wapi pesa. Moyo wa Omari ulijaa moto wa wivu, hasira na hofu. Aliamini Juma alikuwa amepata hazina ambayo ilipaswa kuwa yake. Alianza kufuatilia kila hatua yake, kumchunguza kama mwindaji anayemvizia mwathiriwa gizani. Lakini kabla ya Omari kumfikia, kulikuwa na jambo kubwa zaidi lililokuwa linakuja. Juma alitaka kumsaidia jirani mwingine, mtoto yatima aliyekuwa hana kiatu. Aliponunua kiatu kimoja cha kumsaidia, mfuko ulinenepa tena. Usiku huo huo, ndoto ilikuja. Ndoto ya kwanza baada ya miezi mingi. Mama yake alisimama mbele yake, sio kama roho, bali kama kumbukumbu halisi, ikiangaza kama mwanga wa mwezi. Mwanangu, kila wema una matokeo. Lakini kumbuka, pesa hizi si za ulimwengu huu. Usije ukaruhusu chuki ikutawale. Juma alishtuka, akihema kwa hofu na mshangao. Alitamani kuuliza zaidi, lakini ndoto ilipotea. Na wakati huu, mwanga wa asubuhi ulipoanza kupenya kupitia nyufa za kibanda chake, alisikiliza sauti za watu nje wakiongea. Sauti za fitina. Sauti za watu wanaodai yeye ni mganga mpya. Wengine wakisema aliiba pesa, wengine wakisema anatumia uchawi. Lakini sauti moja ilisikika kwa nguvu kuliko zote. Juma anahitaji kurudisha mali za familia. Hatuna uhakika vile anapata pesa hizi, lakini lazima ajibu. Ilikuwa sauti ya Omari. Na hapo Juma alijua, moto wa mgogoro ulikuwa umeanza kuwaka. Hapo ndipo simulizi letu linaishia kwa sasa. Niambie, nini unahisi kinaenda kutokea kwa Juma? Andika maoni yako hapo chini. Like video hii, share na rafiki zako wa Facebook au TikTok na kusubscribe ili usipitwe na sehemu inayofuata ya simulizi hii ya kusisimua. Tutaonana kwenye hadithi ijayo. Bye.